Hello rafiki. Episode muhimu sana tumeendelea nayo wiki hii. Na leo tunaingia part ya 4, sehemu ya 4 ya episode hii. Najua Mungu ameendelea kuzungumza nawe wakati masomo haya yanaendelea kuwa revealed kwako. Nikukaribishe tena. Karibu siku ya leo upokee kile ambacho kiko intended kwa ajili yetu. Mwalike rafiki yako kwa kushare link. Mwalike awe sehemu ya darasa hili. Umebarikiwa sana. Amen. Karibu darasani. That's why Mungu ana value sana ukuaji wa kiroho ambao umetengenezwa. I said to you ina take time, like in time is learning. Kusikia, kupractice unachosikia. Si ndio? Yeah. Kwa haibaki tu kama mentally, lakini you practice. Tumeelewana mpaka hapo? Hivi tumeenda huko lakini mpaka nimebuka milioni yangu 2 sasa hivi. Unaona ni anasa. Do you know kila ambacho unakiona ni cha kawaida kwa mtu mwingine ni anasa sana. Unakunywa soda 3 kwa siku. Alafu ni anasa kwa watu wengine literally. Unakunywa soda 3. Lakini soda wewe unakunywa mpaka utaki tena kunywa. Kila mtu anakunywa mara moja kwa mwaka. September. Nilitumwaga mjini nikapewa 30,000. Nikadondosha pilau ndo useme. Nikadondosha 10,000 njiani. Unajua kitaka kidogo nijiue. Nimedondosha 10,000. 10,000. Wakati hapo juzi sijui nilikuwa nimekaaje mahali, mimi sipendi kutembea na cash. Nikatoa 60,000 mahali, nikaweka kwenye mfuko ili kunyanyuka hivi sikuiona nilivyoiweka. Sijapata hata pressure. Lakini dondosha 10,000 nitaka kujiua. Nasemaje nyumbani? Bora. Unaenda kununua kiatu, kasikia mtu amenunua kiatu 400,000. Nikasema, kina AC ndani. Alafu nikwambie, mtu anayenunua viatu vya bei rahisi, anaweza kana anunua kwa hela nyingi kuliko ananunua viatu vya bei ghali. Si kama unaelewa Lakini mentality haiwezi kupokea hiyo. Unanunua kiatu kimoja kinakaa miaka 5, haichuji, imekaa vizuri. Lakini utakazonunua ndani ya miaka 5 inazidi 500,000. Lakini akili yako haiwezi kamata kwa sababu wakati huo bado ni lakionea. Ukizidi hapa sema unaonea. Anyway, sijui kwa nasema mambo haya. Nazungumzia ukuaji. Kwa ukuaji unaanzia ndani ya mtu Then una reflect kwenye nini? Vitu, maamuzi, machaguo. Always like that. Always like that. Umeelewa Tumeelewana mpaka hapo? Ngoja niachane na hiyo mifano yangu. Maana. Kwa hiyo, wokovu Paulo anasema sio tu wokovu ni kazi ya Mungu, lakini pia hata ukuaji wa nini? Wa kiroho. Both to will and to do. Kwa hiyo, hata siku moja usije ukaona Mungu aliyekuokoa amekuweka mahali upambane mwenyewe. Si kama naelewa Nilikuwa namwambia mtu mmoja juzi, alikuwa ananiambia changamoto zake. Akaanza kunitajia mbinu alizoweka kwa ajili ya kupambana nazo. Akamwambia hizo mbinu hazifui dafu. Unajua kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameweka mbinu zake. Sio za Mungu. Sio za Mungu. Tu kama naelewa Sasa yani mimi sitasema hiyo. Anaweka vitu vingi vya kuepuka. Hiyo nitasema siku nyingine. Baada hapa nimebakiza dakika 11. Kwa hiyo Paulo anasema sio tu wokovu ndo kazi ya Mungu, lakini pia ukuaji wa kiroho. God does not leave a believer to grow alone. Na ndio maana hata ukuaji wa kiroho ni kazi ya nini? Ni kazi ya Roho. It is not you alone. Both God and you is working. Kwa hiyo lazima unakuwa na una rely on his spirit. Iko sawa Kwa usiwe nani? Usiwe Mgalatia. Kwamba unaanza katika roho alafu narudi katika mwili. Iko sawa? Yeah. Yaani Mkristo anatakiwa kwenye surrender mode. I tell you, Wakristo wengi kwenye mikutano ya nje walielezewa kusarenda kwa Mungu kwa ajili ya wokovu. Walipofika ndani wanapambana wenyewe.
Unaingia kwenye semina za ndani, kila kitu ni jitihada zako. You don't get God's help. Unapambana. Na ndio maana ukichemka unalaumiwa baada ya kuonyeshwa namna ambavyo unaweza ukapokea msaada wa Mungu. Nilikuwa naongea na viongozi juzi, nikawaambia the reason nawafundisha masomo ya uongozi kwenye kanisa la mahali sio ujitahidi zaidi kutumia nguvu zako kwenye huduma. Ninakuonyesha namna ambapo unaweza ukafanya nini? Ukarely kwenye msaada wa Mungu kwenye kufanya huduma. Hiyo ndio lengo la mafunzo yote ya ukuaji wa kiroho, either ni viongozi au ni waamini. Ni kuwaonyesha kwamba they can trust God kwa ajili ya mabadiliko yao. Niko sawa eh? Niko sawa? Kuonyesha kwamba wanaweza kuona msaada wa Mungu kwenye mabadiliko ya kitabia. Niko sawa? Kwa sio like my war, vita vyangu mwenyewe. No. Angalia kwenye Wakorintho wa pili 3:5. 2 Corinthians 3:5. Wakorintho wa pili 3:5. Paulo anasema mambo ya msingi hapa. Anasemaje? Si kwamba twatosha sisi wenyewe. Na tusome na Kiingereza pia kwa maana. Si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. 2 Corinthians 3:5. Nani amefikia nisome Kiingereza? Yeah. Hiyo ametumia adequacy. Hapa ametumia sufficiency. The same thing. Our sufficiency is from God. Kwa muamini anasema utoshelevu wetu unatoka kwa Mungu. Okay. Mnakumbuka kwenye mstari maarufu tunaotumiaga kuyaweza mambo yote wa Filipi 4:13. Unajua Paulo alikuwa anazungumzia nini pale? Ukisoma juu yake anasema najua kudhiliwa, najua kuwa na vingi, najua kushiba, najua kuona njaa. Akasemaje? Nimefundishwa. Amesema katika mambo yote nimejifunza kufanya nini? Kuridhika. Unajua alifuataje? Unaona kama katika mambo yote nimejifunza kuridhika. Kuna utasemaje? Nayaweza mambo yote hayo. Si ndio aliyotaja juu? Katika yeye anitiae nguvu. Kwa Paulo anasemaje? Kile kitendo kwamba mimi nikiwa na kitu na nikiwa sina, I'm not moved, sio jitihada zangu. Ninayaweza hayo katika nani? Kristo anayenitia nguvu. Iko sawa eh? Kwa hiyo uwezo wake wa kutokuwa moved na mazingira yake wakati hana na wakati anayo ni kwa sababu gani? Anatiwa nguvu na Kristo. Katika yeye anitiae nguvu. Ina make sense eh? Kwa hiyo ni Mungu ndio anayemtia nguvu muamini aweze kuenenda sawa sawa. Sawa? Sehemu ambayo alitakiwa kuiba anasema sijaiba. Kwa nini? Sio kwa sababu nimejitahidi. Nilikuwa makini sana kwenye njia zangu nisije nikamkosea Mungu. Nasikia maneno eh? Ogopa sana mtu anasema hivi. Yaani niko makini sana nisije nikamkosea Mungu. Wanaangukiaga pua. It's very bad to say those statements. I trust God. Unaona lugha yanayotumia katika yeye anitiae nguvu. Unajua katika mafanikio ya huduma ya Paulo alizungumza pia utendaji wa neema ya Mungu. Yaani kusomea sehemu nyingine. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10. 15 mstari wa 10. Angasemaje? Ukianza 9 asemaje? Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu actually neno mitume hapo ni single, nisiyestahili kuitwa mtume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Asemaje mstari wa 10? Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Umeona eh? Hapo anataja bidii yake katika huduma. Asemaje? Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Asemaje? Bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Asemaje? Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Umeelewa sasa eh? Kwa Paulo hawezi kujisifia. Unaona kama tunajua ameandika vitabu vingi kwenye Biblia. Theluthi ngapi wanaita kwenye Agano Jipya? Theluthi 2 ya Agano Jipya. Imekuwa ni theluthi 2 au 1?
moja ya 3 ya waandishi wa Agano Jipya ni nani? Ni Paulo. Lakini anasemaje? Amezidi kufanya kazi kwa bidii. Alafu anasema wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja naye. Well, nilikuwa nasoma biography ya Charles Spurgeon. 1 hour kila siku. Siku zingine anafanya mara 3 kwa siku. Literally a person like me. Kila siku. Aliulizwa, unapataje stamina ya kufundisha hivi bila kuchoka? Unajua alijibuje? Kwa sababu Kristo hachoki. Kwa anasemaje? Anayefanya hivi ni Kristo. Do you know yule mzee alikufa akiwa na miaka michache, lakini ameacha impact kubwa. Umeona kitabu cha sermon zake ni likubwa, sermon zake. Umeona idadi ya inaitwaje hizi nini, commentaries ambazo aliziandika Charles Spurgeon. Almost kila somo kwenye Biblia ameandikia commentary. Lakini alikufa akiwa mdogo. Hiyo stability ya kufanya mambo hayo yote ameitoa wapi? Ukimuuliza anakuambia ni kwa sababu Kristo ananitia nguvu. Kristo anafanya kazi ndani yangu. Umeona mentality yake? It is Christ who is working through me. Kwa ana acknowledge ya kwamba a mere man, in fact watu wanasema mtu wa kawaida hawezi akafanya kazi alikuwa anafanya Charles Spurgeon. Na unajua hakuna kazi nzito kama kusimama kufundisha. If you know, you know. Kuna wakati mimi nilikuwa nazunguka kufundisha tu, nikawa naumwa ovyo ovyo. Nikawa nauliza, kila nikienda madaktari wananiuliza, unafanya kazi gani? Nasema mimi ni mhubiri, nazunguka kwenye kanisa. Nenda kwenye maji upumzike. Yaani kama madaktari nikienda tu waniamtikia nenda kanywa. Kama upendi kunywa maji, kula matikiti maji. Ninywe maji mengi, nile matunda, ili nirudishe nini? Nguvu. Just kuzunguka. Kuna wakati nizunguka wiki nzima, every day na seminar jioni. For the length week. Jumatatu iliyofuata nilikuwa na seminar nyingine. Wakati najiandaa seminar nyingine nikaanza kuhisi na malaria. Kumbe sina malaria. Nimechoka. Unaona? Na kwa sababu unafurahi kuongea na watu unafikiri hujachoka yani. Nasikia tu mwili unakuambia break. Mapumziko. Kwa anasema alikuwa na acknowledge it is Christ who is working through me. Umeona? Kwa baadaye nasoma vitabu vyake na angalia mzee amewezaje kufanya mambo mengi kwa muda mchache. Kuna mentality ambayo ilikuwa imegrow ndani yake, like kama Kristo hajachoka ndani yangu na mimi sichoke. Kwa he totally relying on the power of God. Tuko mpaka hapo Kwa anasema si kwamba tutatosha sisi wenyewe kufikia neno lolote, kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu kutoka kwa Mungu. Na ndio maana hata mwenendo wetu ni msaada wake. Twende Ezekiel 36:27. Ezekiel 36:27. Kwa nini Mungu anatupa roho wake? Ni ili kwamba mwenendo wetu usiwe jitihada zetu. Tuko sawa mpaka hapo Umefika 36 27. Ezekiel, kitabu kimoja kiko kwenye Agano la Kale. Amesemaje mstari 27? Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Huyu ni nabii anaongea kwa niaba ya Mungu Hii ni lugha ya Agano Jipya. Si ndio Si ndio? Kutia roho ndani ya mtu, hiyo ni indwelling. Naelewa hiyo Nami nitatia roho yangu ndani yenu, akasemaje? Na kuwaendesha katika sheria zangu. Nani anayeendesha hapa? Mungu. Na kuendesha katika sheria zangu. Asemaje? Nanyi mtashika hukumu zangu na kuzitenda. Kwa lengo la kukupa roho wake ndani yako ni kwamba nini? Ili yeye akuendeshe katika sheria zake. Iko sawa mpaka hapo? Iko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo ni kwa roho wa Mungu kwa ndani yetu tunawezeshwa kutembea na kutenda mapenzi yake. Ndio maana kwenye Wakolosai 1:27 Paulo anasema jambo la msingi kwa habari ya nini iko ndani yetu. Anasema ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Unajua maana ya utukufu? Doxa Kigiriki. Maana yake nini? Full expression. Au the full weight of a person. Wow, this is his glory.
Ndio maana wengine wakiita glory kwa habari ya vitu wasema ni mali zake, vitu vyote vinavyomdhihirisha kwamba huyu ni nani. Sema this is his glory. Iko sawa? Sio glory Manchester United. Ni glory of God. Kwa hiyo tunasemaga Yesu Kristo ni utukufu wa Mungu. Maana yake nini? The fullness of God is expressed through him. Kwa hiyo Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu. Kwa lugha rahisi, hope ya muamini kudhihirisha asili ya Mungu ni Kristo kwa ndani yake. Kwa hiyo Mungu hakuambii umdhihirishe Kristo ambaye anakaa kule. Ni Kristo aliyeko ndani. Kwa hiyo nikwambie shida wa Kristo wengi. Shida wa Kristo wengi wanamsubiria Kristo ajaye. Hawana waka na Kristo aliyeko ndani yao. Tuko sawa hapo? Wakolosai 2 hiyo 6:7, mstari 6 na 7. Kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, angalia, kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Angalia, mlimpokea, enendeni katika yeye. Huu ni mwendelezo tangu ulivyopokea. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Angalia, shina, kujengwa katika yeye. Mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Kwa hiyo tulimpokea Kristo tuliposikia na kuiamini Injili, tunaendelea kutokea pale tulipopokea. Iko sawa? Iko sawa? Asemaje kwenye Yakobo 1:18? Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno lake, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Alituzaa. Unaona kama kuzaa ndo kuinitiate, si ndio? Lakini angalia kwenye waraka wa kwanza wa Petro 1:23 na mstari 25. Waraka wa kwanza wa Petro 1:23 na 25, mstari miwili. Akasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Si kwa neno, asema kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo muda gani? Hata milele. 25. Bali neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile jema lilohubiriwa kwenu. Angalia, anasema tulizaliwa kwa hilo neno, lakini hilo neno lililotuzaa linadumu hata milele. Iko sawa? Kwa hiyo haipotezi ability. Sawa Sawa? Kwa hili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo tuliangalia ya kwamba muamini amezaliwa katika Kristo, lakini anaendelea kukua na kujengwa wapi? Katika Kristo. Kwa hiyo hii inaondoa mentality ya kufikiria kwamba I'm trying. Kitu ambacho Mkristo hataki kusema ni I am trying. Ninafanya kwa sababu ninao uwezo. Okay, kwa kama na struggle na hasira, nikia neno la Mungu likisema niache hasira, nasemaje? Sijui kama nitaweza. Natakiwa nisemeje? Ninao uwezo wa kuacha hasira. Kwa naweza kawa sifanyi bado, lakini na ukiri ulio sawa sana nini? Neno la Mungu. Iko sawa Iko sawa? Kwa kunakuwa na ukiri wako ambao uko sawa sawa na neno la Mungu. Neno la Mungu linakuonyesha kwamba tayari katika Kristo umepokea uwezo wa kufanya 1, 2, 3. Nisikize vizuri. Hata kama ungekuwa na kitu ambacho una struggle nayo, never speak against the word of God. Iko sawa? Ukiri wako ni kukiri kile ambacho neno la Mungu linasema. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi nimependwa na Baba. Ninao uwezo wa kupenda. Naweza kuenenda katika upendo. Uchungu, hasira, matukano, kelele havipo ndani yangu. Tuko sawa Ninaweza kuwatazama wengine kama Kristo anavyowatazama. Ninaweza kuwapenda wengine kama Mungu alivyonipenda mimi. Ninao uwezo wa kusamehe kama Mungu alivyonisamehe mimi. Ninaweza kubariki kwa sababu pia nimebarikiwa, wala sitalani. Unalisema neno la Mungu. Lakini Biblia inasema tu, Biblia inasema barikini wala msilaani. Anasema mtu mmoja aliandika kwenye status baada ya kuandika barikini wala msilaani, akasemaje? Sio kirahisi kihivyo. Kidogo nimwambie, shida ni kwa sababu wewe ni mpagani. Sababu sijasema ni rahisi. Kama Biblia inasema barikini wala msilaani, msilipize ovu kwa ovu, bali lililo jema. Basically, the word of God did not say it is easy.
imekuambia hayo maneno kwa sababu ina uwezo wa kuleta mwenendo ndani yako. Kwa what do I say nikisikia neno la Mungu anasema barikini wala msilaani? Nasemaje? Ina uwezo wa kubariki na sio kulaani. Si ndio? Sasa mwambie sasa Mkristo, Biblia inasema waombeeni wanaowaudhi, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Nasemaje? Sikia tu kwa mwenzako. Si rahisi kihivyo. Hapo ni unbelief of the word of God. Unaonyesha ya kwamba neno la Mungu is ineffective. Haiwezi kufanya nini? Kukusaidia kufanya kile kilichosema unaweza kufanya. Tuko sawa? Always put your confession according to the word of God. Don't belittle the word of God. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu ni halisi kuliko hisia zako na mazingira yako. Unajua kutokusamehe ni hisia hasira ni hisia chuki ni hisia lakini neno la Mungu halitembelei hisia zako ili kuambia what you can do. Kwa nini ambacho kinatakiwa kubadilishwa? Neno la Mungu au hisia zangu? Kwa ninatakiwa nikiri nini wakati hisia zangu zinapingana neno la Mungu? Neno la Mungu. Umeelewa maana yake? Ya, kwa hiyo Mungu alichokifanya Mungu ndani yako kione permanently powerful and then speak. Confess right. Amen. Tunaweza kumshukuru Mungu sasa. Baba, tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi nyingine tena ya kuliangalia neno lako kwa habari ya ukuaji wetu. Asante kwa kutuonyesha kwamba we are not the empty vessels. Hatujitahidi kwa nguvu zetu wenyewe kudhihirisha yale ambayo umeshasema tuna uwezo wa kufanya. Tuna msaada wako. Kristo yuko ndani yetu, tumaini la utukufu. Roho wa Mungu yuko ndani yetu. Na kwa sababu umetupa Roho wako, unaweza kutuendesha katika sheria zako na kufuata yale mambo yote ambayo umeagiza tuenende. Tunaweza kuenenda katika upendo, tunaweza kusamehe, tunaweza kuishi maisha yatakayokupendeza wewe kwa sababu tuna Roho wako. Tunaomba na kupokea kwamba maneno haya hawe maneno matupu tu, lakini kila mmoja wetu anapotafakari anaona uwezesho wa kutenda sawa sawa na neno la Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa sana. Hakika Mungu amekuwa mwema sana. Toka part 1, part 2, part 3, sasa tumehitimisha part 4. Naamini Mungu amezungumza na wewe kwa namna ya tofauti kabisa ambayo utasimulia na utawaambia pia watu wengine waendelee kubarikiwa. Mwisho wa part hii ni mwanzo wa episode nyingine. Karibu uendelee kutufuatilia. Umebarikiwa sana na Mungu anakupenda. Next Level Mentality, what tunasema excellence is our portion. Mafanikio ama ufanisi ni sehemu ya maisha yetu. God bless you so much. Amen.